Na kusalimu katika jina la Yesu. Amini. Bwana Yesu amekuwa mwema, amekupa neema na nafasi ya kuamka siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Basi tufungue kipindi chetu kwa maombi. Tumshukuru Bwana Yesu pamoja. Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza, tunakubariki, tunakushangilia. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ulinzi wako. Asante kwa wema wako mwingi na matendo yako makuu ya ajabu na ya kushangaza. Asante kwa nafasi uliyotupa kuwepo mahali hapa asubuhi ya leo, kusikia kutoka kwako na kufundishwa na wewe kwa nguvu za Roho yako Mtakatifu. Tupo tayari Bwana Yesu, tuhudumie, tutie katika kweli yote, tufunulie tupate kuelewa maandiko na tuyapokee yale ambayo umetukusudia tuyapokee. Tunanyenyekesha mbele zako Bwana Yesu, tukikuamini kwamba lile ambalo umelikusudia siku ya leo utaliachilia kwetu kwa utukufu wa jina lako. Nasi tuko tayari kupokea na kujifunza kutoka kwako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Nakusalimu katika jina la Yesu. Karibu katika dakika 15 za uponyaji. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo la nguvu ya shukrani, tumelimaliza. Sasa tunaenda somo lingine la nguvu ya maombi. Hili somo kwa kuwa ni pana na ni refu, ninadhani itatuchukua muda kidogo, lakini kwa msaada wa Mungu tutalimaliza tu. Hata kama ingekuwa mwezi ni sawa, lakini what matters ujifunze kitu kipya kuhusiana na hili eneo. Na karibu wasikilizaji kupitia Facebook Live pamoja na wale watu wa Mungu wazuri ambao tunajifunza kupitia WhatsApp groups. Basi bila kupoteza wakati tuende kwenye neno la Mungu. Nguvu ya maombi. Kwanza, maombi ni nini? Nadhani sio kitu kipya, lakini Mungu analo jambo kwa ajili yako. Sikiliza kwa unyenyekevu na Mungu atakuhudumia. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ila kinachotofautisha mawasiliano mengine kati ya mtu na Mungu na maombi ni kwamba maombi yanahusisha mahusiano. Ni mahusiano kati ya mtu na Mungu. Mahusiano. Ni mawasiliano ndio, lakini pia tunazungumzia mahusiano. Huwezi kumwomba mtu kitu zaidi ya uhusiano wenu. Uhusiano wako na mtu ndio unaamua uombe nini kwake na usiombe nini kwake. Kuna vitu tunavihitaji viko kwa watu, lakini kwa sababu hatuna mahusiano nao, hatuwezi kutoka hapa kuwakimbilia kuambia kwamba naomba, kwa sababu hatuna mahusiano nao. Lakini kuna watu tuna mahusiano nao, tuko huru kuomba chochote wakati wowote kwa sababu tu tuna mahusiano mazuri na hao watu. Kwa hiyo maombi kati ya mtu na Mungu yanahusisha pia uhusiano. Uhusiano wa mtu na Mungu ndio unaamua hata aina ya maombi, uombaji uweje. Ndio. Kuna yule mtu ambaye anamfahamu Mungu kama muumbaji tu wa mbingu na nchi, basi kuna mtu anamfahamu Mungu kama baba yake. Kuna mtu anamfahamu Mungu kama rafiki. Kuna mtu anamfahamu Mungu kama kiongozi wake, mtu ambaye yuko juu yake, yani anajua kabisa mimi ni mtumishi wa Mungu, niko chini ya Mungu, kwa hiyo nawajibishwa na Mungu. Hawa watu wanapoenda kuomba wanaomba tofauti kutokana na aina ya mahusiano. Kwa hiyo mahusiano yako na Mungu ndio yanakufanya uombeje. Kuna wakati unapoenda kuomba kama mtoto wa Mungu ni tofauti na unavyoomba kama mtumishi. Ni tofauti na unavyoomba kama rafiki. Ni tofauti, hivi vitu vimetofautiana. Kwa uhusiano wako na Mungu ndio unaamua uombe nini part time kwa wakati huo. Lakini pia maombi ni ushirika. Maombi yanatupa kuwa na ushirika na Mungu. Yanatuweka karibu. Unapozidi kuwa mtu wa maombi, ushirika wako na Mungu unaimarika. Ukaribu wenu unaendelea kuongezeka. Kwa hiyo maombi pia ni ushirika. Ni njia ya kuwasilisha hisia, mawazo na hali yako. Njia ya kuwasilisha hisia zako, unajisikiaje. Kuna wakati tunaenda meza ya Mungu tunalia, kwa sababu ndio njia ya kuwasilisha vile vitu ambavyo tunajisikia, namna tunajisikia. Tunawasilisha hisia zetu, mawazo yetu na hali zetu.
Bwana Yesu asifiwe. Yes. Daudi anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Sasa fikiria eti anasema mpaka mawazo yapate kibali. Ni kwa sababu mtu anaweza kuwa amekaa kama anawaza lakini kiukweli ni anaomba. Zaburi 66:18 anasema kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Kumbe tunapokuwa tunawaza Mungu anasikia. Kwa hiyo maombi ni njia ambayo tunaweza kuwasilisha hisia zetu kwa njia ya maombi, vile ambavyo tunajisikia mbele za Mungu. Maana unaweza kukuta mtu huko kanisani analia, anawasilisha hisia zake, anaomba. Hawezi wakati mwingine kufungua mdomo, lakini God sees. Mungu anaona, anaelewa. Mungu anaelewa mpaka hisia zetu. Mungu anaelewa mpaka mawazo yetu. Daudi anasema Bwana umenichunguza, umelifahamu wazo langu tokea mbali. Na kama ningeliwaza maovu, Mungu asingesikia. Kwa kuna namna ambavyo tunavyowasilisha mawazo yetu, fikra zetu, hisia zetu na hali zetu, Mungu anaelewa. We communicate with him. Tayari inakuwa ni maombi. Twende sasa kipengele kinachofuata, nani aombe? Nani aombe? Ni kila Mkristo au kila muamini anapaswa kuomba. Luka 18:1 neno la Mungu linasema imetupasa kumomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Tena hajasema tu kwamba wanaopaswa kuomba ni wachungaji tu, ni wale watumishi wa madhabahuni. Imetupasa kumomba Mungu siku zote. Maana yake wote, kila mtu jamani anapaswa kumomba Mungu. Imetupasa kumomba Mungu, hasa jamaa ya wale waamini, kwa sababu maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Maombi pekee mwenye dhambi anaweza kuomba mbele za Mungu akasikiwa ni sala ya toba tu. Lakini mtu yeyote ambaye ni muamini, tayari umemwamini Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unaruhusiwa kuomba. You can pray. Unaweza kuomba. God be to Jesus. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kufanya nini? Kuomba. Yote muamini anapaswa kuomba. Namba 2, na samani ongezea hapo andiko Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma. Jamani, maombi sio tukio, ni maisha. Ndio maana anasema ombeni bila kukoma. Tafadhali ukisahau kila kitu usisahau hii sentence. Maombi sio tukio, maombi ni maisha. Hatuombi kwa sababu tu tuna mahitaji, tuna matatizo. Tunaomba kwa sababu ni maisha yetu, ni tabia. Kila mtu anapaswa kuomba, inatakiwa kuwa tabia yako. Sio mpaka ukisubiri umeshabana na matatizo, machangamoto yamekulemea ndio unaanza kuomba. Hilo jambo halibariki kabisa. Kwa hiyo maombi sio tukio. Namba 2, nani anapaswa kuomba? Mtu mwenye uhitaji. Yakobo 5:13-14. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 13-14. Mungu anasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, awaite wazee wa kanisa na wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kumbe mtu yeyote mwenye uhitaji, yeyote ambaye anapitia changamoto fulani, yeyote ambaye amelemewa na jambo, mtu yeyote aliyepatwa na mabaya, point specifically number 2, ukipatwa na mabaya omba. Ndivyo neno la Mungu linasema yeyote kwenu amepata mabaya aombe. Kuna aliyepatwa na mabaya aombe. Biusi aliyepatwa na mabaya aombe. Lakini pia kila mtu mwenye uhitaji, Zaburi 34:6. Zaburi 34 na Mungu anasema maskini huyu aliita, Bwana akasikia akamwokoa na taabu zake zote. Yeyote ambaye ana uhitaji aombe, Bwana anasikia na anamwokoa na taabu zake zote. Kwa hiyo una uhitaji, omba. Yeyote mwenye uhitaji aombe. Tuko kwenye kipengele cha nani anapaswa kuomba. Nani aombe? Mtu mwingine nani anayepaswa kuomba? Kila mtu mtaua.
au kila mwenye haki wa Mungu. Ukishakuwa mwenye haki wa Mungu, au tuseme kwa maneno mepesi, ukishaokoka unapaswa kuomba. Ukishaokoka mwenye haki wa Mungu, mtaua, mtu mtakatifu, kila mtu mtaua anapaswa kuomba. Zaburi 32:6. Neno Mungu anasema, kwa hiyo kila mtu mtaua kuombe wakati unapopatikana, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Kila mtu mtaua akuombe. Kila mtu mtaua akuombe. Kwa hiyo kumbe kila mtu ambaye ameokoka anatakiwa kuomba. Na kwa maneno hayo mpaka hapo umekusha kuona tayari kwamba maombi hakuna namna tutayakwepa. Kila mtu anapaswa kuomba. Kila mtu anatakiwa kuomba. Kila mtu anapaswa kuomba. Kwa hiyo naomba kama ulikuwa unafahamu kwamba wanaoomba ni wachungaji tu, ni watu fulani. Kuna watu tumefundishwa kwamba kuna huduma ya maombi. Wao ni watu wenye huduma ya maombi tu ndio wanapaswa kuomba, ni uongo. Kila mtu mtaua anapaswa kuomba. Kwa hiyo kuanzia leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaomba Bwana Yesu akupe neema uelewe kwamba unapaswa kuomba. Na hakuna mtu ambaye anawajibika kukuombea, kwa sababu hakuna mtu anaweza kukuombea kama wewe mwenyewe. Hata akikuombea itakuwa ni kwa muda mfupi kwa jambo lako ambalo umemshirikisha. Lakini ukiwa unaweza kuomba mwenyewe, ni wakati wowote unaweza ukaomba na ukawa na uhakika kwamba Mungu ananisikia na Mungu ananijibu. Kuna saa watu hawawezi kutuombea kama jinsi tunavyotaka. Hawawezi kabisa. Lakini tunapokuwa tunaweza kujieleza. Kumbuka nimekuambia kwamba tunapoomba tunawasilisha hisia, mawazo na hali zetu mbele za Mungu. Kuna wakati unapitia hali ambayo mtu hawezi akasimama kwa niaba yako kukuelezea mbele za Mungu kama ambavyo ungefanya wewe. Lakini ukiwa unaweza kuomba mwenyewe inakuwa ni baraka, kwa sababu unaweza kumwambia Mungu kwamba Mungu, kuna namna najisikia leo. Mungu sio polisi jamani. Tunaweza tukamuelezea hata namna tunajisikia kwamba Mungu, najisikia vibaya. Na Mungu anaelewa. Kwa tafadhali sana, uanze kuomba kuanzia leo. Usisahau kwamba maombi ni roho. Zekaria 12:10 anasema, nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Kuomba ni roho, it's a spirit. Kwa hiyo natakiwa muombe Mungu kwamba Mungu nijaze roho ya maombi. Nipe roho ya maombi, niwe mtu wa kuomba. Niwe mtu ambaye ninaweza kujieleza mbele zako. Sio vibaya kushirikisha watu wengine. Huko mbele tutakuja kuona maombi ya intercessory prayer. Aina za maombi tutakuja kuona maombi ambayo yale tunaombeana. Tunabeba mambo ya watu wengine kuombea, lakini sio excuse ya wewe kutokuomba. Watu wengine wakuombee ndio, lakini bado wewe mwenyewe usisahau kwamba unawajibika wewe mwenyewe, wewe kama wewe kuomba. Mungu akubariki. Naamini Bwana Yesu amekuhudumia asubuhi ya leo. Kumbuka tumejifunza nini maana ya maombi, tumeangalia kwa nani anatakiwa kuomba, na tukaona pia kwamba maombi ni roho. Kesho tutatokea hapo kuendelea mbele kwa utukufu wa Mungu. Basi tumshukuru Bwana Yesu. Baba, tunakutukuza, tunakubariki, tunasema asante. Asante kwa asubuhi nzuri ambayo umeifanya. Tunaipokea kwa shukrani, tunaishangilia, tunasema asante. Neema yako imekuwa kubwa, umetupa nafasi ya kusema mbele zako. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ametenga muda wake kujifunza. Nako nasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Bwana Yesu, uishi maisha ya maombi. Na sisi tumependa kujifunza kwako, ili kile kilichokuwa kinakufanya uweze kuomba bila kukoma, bila kuchoka, Mungu kiingizwe ndani yetu. Hii roho iingizwe ndani yetu katika jina la Yesu. Roho ya maombi iingizwe ndani ya kila mmoja anayesikia sauti katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakuahidi tukufu na shukrani na heshima tutavirudisha kwako kwa matendo yako makuu ambayo umekwisha kuyafanya. Tupe nafasi na neema kwa ajili ya siku nyingine. Mungu, ukatuhudumie kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kuyabariki maisha yetu tutakavyoendelea kuwa karibu na wewe na kujua kupitia neno lako. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Mungu akubariki wewe ambao umechukua nafasi kujifunza asubuhi ya leo. Tukutane tena wakati mwingine. God bless you.